ratiba ya mechi za kesho. Kwa upande wa klabu ya Tanzania, klabu kubwa Tanzania, Simba, Yanga na Azam, hakuna mechi ya ligi kuu bara iliyopangwa kesho. Ligi kuu inaelekea kuanza msimu mpya huku timu zikiwa kwenye maandalizi ya usajili. Kinachoendelea kwa sasa ni maandalizi ya mashindano ya kimataifa na mechi za kujipima nguvu. Kwa mfano, Simba na Singida Black Stars wanatarajia kushiriki michuano ya Kagame Cup mwaka 2026 itakayochezwa Kigali kuanzia Julai 24. Kwa hiyo badala ya utabiri wa mechi, mjadala mkubwa uwe kwamba usajili wa Simba, Yanga na Azam utawapa ubingwa msimu mpya. Tukianza na klabu ya Simba, je, usajili wao unaweza kuwarudisha kileleni? Wenyewe wanajiita wa kimataifa. Usajili wanaofanya unaweza kuwarudisha Simba kileleni? Simba imeingia msimu mpya ikiwa na pressure kubwa ya kurudisha ubingwa na kufanya vizuri Afrika. Nguvu za Simba baada ya usajili ni kuongeza thamani, kuongeza ushindani kwenye kikosi. Ndio nguvu ya Simba baada ya usajili. Mambo ni mazuri jamani. Simba inaonekana kulenga kuwa na kikosi chenye wachezaji wengi wa ushindani, kikosi chenye chaguo zaidi benchi na kikosi chenye uzoefu wa mechi kubwa. Simba ndio inahitaji kikosi cha namna hiyo. Kwa hiyo tutaona baada ya usajili na mechi zikianza ni kitu gani ambacho kitaendelea hapo. Hili ni muhimu kwa sababu msimu mpya unahitaji kucheza ligi kuu, unahitaji kombe la FA na mashindano ya CAF. CAF imetangaza kalenda ya mashindano ya klabu kwa msimu wa mwaka 2026-2027 ambapo hatua za awali zinaanza Septemba mwaka huu 2026. Tatizo la Simba, mjadala mkubwa bado ni Simba ina uwezo mkubwa wa kujenga timu, lakini nani atakuwa mtu wa mwisho kufunga? Nani atamfunga paka kengele? Hapo ndipo majina kama Selemani Mwalimu yanapokuja. Kama Simba itapata mshambuliaji mwenye uwezo wa kufunga mabao zaidi ya 15, kufunga mechi kubwa na kuamua dakika za mwisho, itakuwa tishio kubwa. Simba ikipata hivyo vitu vitatu hapo, basi yani wanarudisha heshima yao. Wakipata mtu ambaye ana uwezo wa kufunga mabao 15 au zaidi katika msimu, wakapata mtu wa kufunga mechi kubwa na wakapata mtu wa kuamua dakika za mwisho, timu nyingine kwisha wao. Tukigeukia katika klabu ya Yanga, mfumo mpya unaweza kuwa silaha yao. Ni swali hilo ambalo tunaweza kuanza nalo. Yanga inaingia msimu mpya ikiwa na jambo moja kubwa, benchi la ufundi. Ni jambo ambalo Yanga iko nalo. Kufika kwa kocha mwenye uzoefu wa Afrika kama Mankoba kumeongeza mjadala kuhusu mwelekeo wa timu. Mankoba anajulikana kwa kujenga mifumo ya ushindani na mafanikio akiwa Afrika Kusini. Karibu Tanganyika Productions. Tuna wataalam wa audio recording, mixing na mastering kwa kwaya aina zote. Hapa tunawajenga wanakwaya. Tunafundisha matumizi sahihi na mpangilio wa sauti ili kila sauti iwe vizuri na kuleta ubora wa wimbo. Hapa ni mahali ambapo sauti zinatengenezwa kwa usahihi. Tuna vifaa vya kisasa na bora kabisa. Tunatoa huduma ya mobile studio, yani tunakufuata hadi ulipo. Tunapatikana Area C Dodoma na pia Dar es Salaam Kitunda. Wasiliana nasi kupitia namba 0762380376. Tanganyika Productions, forward ever. Hii sauti leo jamani inanifanya hamna, lakini tupambane tumalize hapa. Kwa Yanga inaingia msimu mpya ikiwa na jambo moja kubwa. Jambo ambalo inaingia nalo ni benchi la ufundi.
Yanga wametangaza benchi lao la ufundi na nina imani benchi la ufundi unalifahamu. Kufika kwa kocha mwenye uzoefu wa Afrika kama Mankoba kumeongeza mjadala kuhusu mwelekeo wa timu. Mankoba anajulikana kwa kujenga mifumo ya ushindani na mafanikio akiwa Afrika Kusini. Na nguvu ya Yanga ni uthabiti wa kikosi, ni nguvu ambayo klabu ya Yanga iko nayo. Yanga haijengi upya kabisa. Yenyewe ina wachezaji waliopo tayari, ina mfumo uliokwisha eleweka na ina uzoefu wa kushinda. Changamoto ya Yanga ni kubadilisha falsafa ya kocha. Hii ni changamoto ambayo wako nayo klabu hii, na kocha mpya anahitaji muda. Swali linakuja, je, Yanga itaendelea kushinda wakati mfumo mpya bado unaingia? Manake ni mfumo mpya kabisa. Yanga itaendelea kushinda tukizingatia kwamba hapo nyuma imekuwa mabingwa kwa mara 5 mfululizo, na sasa benchi la ufundi limebadilishwa. Wataendana na falsafa ya kocha? Tukigeukia timu ya Azam, ni timu ambayo haiwezi kupuuzwa. Azam ni klabu yenye uwekezaji mkubwa, ina miundombinu mizuri na ina uwezo wa kusajili wachezaji bora. Tatizo lao limekuwa kugeuza ubora wa kikosi kuwa mataji, na msimu mpya utakuwa mtihani kwao. Tukigeukia Singida Black Stars, Dark Horse wa kweli, hii ndio timu inayovutia zaidi kwa sasa. Na Singida wameingia sokoni kwa lengo la kuonesha hawapo kwa ajili ya kushiriki tu. Wanaweza kuwa Simba au Yanga Challenger, wanaweza wakabadilisha chochote, na au timu inayofanya usajili mkubwa bila matokeo. Kwa hiyo kwa kuangalia utabiri wa msimu mpya kulingana na usajili ambao unaendelea sasa kwa hizi timu za hapa nyumbani ni kwamba kupigania ubingwa Yanga, Simba, Azam pamoja na Singida Black Stars zitaingia kwenye hicho kinyang'anyiro cha kupigania ubingwa, na timu yenye nafasi kubwa ya kubeba ubingwa ni Yanga katika huu msimu unaoanza 2026-2027 kwa sababu mfumo uliopo, uzoefu wa miaka ya karibuni na benchi la ufundi lenye uzoefu. Na lakini Simba inaweza kubadilisha kila kitu kama itapata mshambuliaji bora, kama wachezaji wapya wataingia haraka kwenye mfumo. Hii ni katika kile kipengele cha ratiba mechi za kesho pamoja na utabiri. Tuhitimishe sasa kwa kuangazia habari kwa mchana wa leo. Yanga wamemtambulisha mchezaji Eric Mwijage. Leo wataanza kutambulisha wachezaji wa kigeni. Hivyo ni kusihi tu usikae mbali na Tanganyika Productions. Watakapoanza tu kutambulisha wachezaji wa kigeni, sisi tutahakikisha unapata habari hiyo kwa wakati. Na Simba wametua Rwanda, wamepania kubeba ubingwa wa Sekafa, na mimi nawatakia kila laheri. Singida wamemsajili Jean Ahoua ambaye alicheza Simba. Singida wamemtambulisha mchezaji Benjamin Tanim. Kwa Singida wenyewe wanaendelea kujiweka kuwa bora ili kuweza kuonesha makali yao katika msimu huu hapa. Azam FC wamemtambulisha kiungo Donovan Makoma. Azam wamemtambulisha huyo mchezaji, na klabu ya Mashujaa FC imeachana na wachezaji 10. Mashujaa sasa na yenyewe ni kama inataka kuunda timu upya. Wachezaji 10 wameachwa Mashujaa. Naweza nikakusogezea hapa hao wachezaji ambao wameachwa na Mashujaa.